Wana wa ufalme, mimi ni Dr. Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo naomba ni jaribu kuzungumza nawe, kukupa ushuhuda. Shuhuda zenyewe ziko mbili, na shuhuda hizi zitakusaidia kujua nimetoka wapi na historia ya kuweza kuhubiri huu ufalme, elimu ya ufalme ilianzia wapi. Na ni shuhuda za msingi sana ambazo zinaweza zikakupa mwongozo wa kujua jinsi ambavyo ufalme wa giza unavyopambana kutaka kuweza kuona jinsi gani ambavyo watu wasipate kweli ya ufalme wa mbinguni. Sasa ni historia ilitokea kwa ilikuwa mwaka 2007. Nilitokewa na kiumbe wa ajabu ambaye alitaka kunipa nguvu, na aliniambia kwamba niachane na huyu mfalme wa mbinguni, yani Yahweh Elohim, Mungu, na alitumia neno Mungu kipindi hiko. Na baada hiyo 2007, baada ya kiumbe kunitokea pia mwaka 2010, miaka mitatu mbeleni, mbingu nayo iliweza kunipa maono ya namna ambavyo injili ya ufalme ingekuja kuhubiriwa mbeleni, na mimi ningetumika kwa viwango vikubwa sana, ingawa sikujua kwa sababu ilichukua muda mrefu mpaka kuja kuwa halisi. Lakini angalau nianze kwanza na ushuhuda wa kiumbe aliyenitokea. Ilikuwa mwaka 2007, mwezi wa 4, na nakumbuka sana ni mwezi wa 4 ni 2007 kwa sababu ndio mwaka ambapo alikufa mwimbaji yule Angela Chibalonza. Ilikuwa Septemba, na mimi mwezi wa 4 nilitokewa na huyo kiumbe, ndio maana huwa haitoki kwenye kumbukumbu yangu. Huyo kiumbe alinitokea kipindi ambapo nikiwa katika kijiji cha Mvomero, kata ya Mvomero, wilaya ya Mvomero, mkoa wa Morogoro. Wakati huo nikiwa mwalimu wa sekondari katika shule ya Mvomero sekondari pale, na mimi nikiwa pia mhudumu wa madhehebu ya moja ya dhehebu la Kipentekoste. Nilikuwa na hudumu kwenye dhehebu hilo, nikiwa kipindiko nikiwa kama kwenye madhehebu ya Kipentekoste. Sasa kiumbe huyu alinifuata, alikuwa kiwa mbele yangu na mimi nilikuwa nimesimama. Akaja akanitaja jina Godwin, akanambia achana na huyu Mungu wa mbinguni. Alitumia neno Mungu wa mbinguni, maana yake Yahweh Elohim. Anasema achana na huyu Mungu wa mbinguni, mimi nikupe nguvu. Aliponiuliza hilo, aliponiambia hilo swala, mimi nilishangaa kidogo kwa sababu ni kitu kigeni kwangu na sikutaki kutarajia. Lakini cha ajabu, wakati tumesimama na huyo kiumbe, sikumbuki, yani sijui kama nilikuwa nimelala au nilikuwa niko macho, lakini nilikuwa nina akili timamu. Yani kabisa nilikuwa najua kila kitu, nilikuwa na akili zangu za kawaida kabisa, tulikuwa tunahojiana hivi. Sasa ilikuwa sijui kama nilikuwa nimelala au nilikuwa na macho, lakini nilikuwa najua kila kitu kinachoendelea. Nilikuwa na akili kabisa za kawaida, yani consciousness yangu ilikuwa iko active kabisa. Kwa akaniambia achana na huyu mfalme wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, mimi nikupe nguvu. Wakati ananiambia hivyo, nikamwambia, nikamuuliza nguvu gani hiyo? Akaniambia piga magoti. Na kweli mimi nikapiga magoti. Kimsingi pamoja na kujielewa, lakini maeneo mengi sana katika ule mazingira nilikuwa nayo, kama vile nilikuwa sina maamuzi ya uwezo mkubwa sana, ila nahisi labda Baba wa mbinguni alinisaidia, alikuwa ananiongoza kunisimamia ili kuepukana na mtego wa yule kiumbe. Kwa hiyo nikapiga magoti, yule bwana akanishika kichwani, na kweli baada ya kunishika kichwani nikaanza kusensi nguvu kubwa na uwezo mkubwa sana. Ni kitu ambacho ni ngumu kukielezea, lakini nilikuwa na uwezo wa kufika eneo fulani. Nikiwa nimekaa hapa, nilikuwa na uwezo wa kufika eneo la kule bila yani naweza kufika eneo la mbali nikiwepo huku. Yani nikiwa pale niliweza kuangalia juu angani, nikaanza kuona mwezi, niliweza kufika mwezini, nikaanza kusurvey kwenye anga lote na nikarudi pale. Yani nilikuwa na uwezo, hata kama kuna kitu kinaendelea Dar es Salaam, nilikuwa na uwezo wa kufika kule at the same time na nikawepo hapa. Unaweza kuona. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kujua information nyingi kwa wakati huo nikiwa hapa. Yani naweza nikajua maisha ya mtu, yani nikiwa pale pale kwa muda mfupi sana. Sasa yule bwana baada ya kurudi, sasa baada ya kusurvey kwenye anga nikarudi, ghafla nilipata ufunuo tu, nikauliza kwani nini hatima ya hii nguvu? Nilipouliza nini hatima ya hii nguvu, kuna sauti ilikuja ya ajabu ikasema jehanamu ya moto. Sasa sikumbuki mpaka leo kwa sababu aliyenijibu hilo swali alikuwa ni nani, kwa sababu ile sauti nilikuwa nasikia kwenye moyo wangu inaingia, imepiga kelele mpaka kwenye masikio, kwenye moyo. Sasa tulikuwa wawili, mimi na yule. Nikisema yeye ndo aliyenijibu, hawezi kunijibu kwa sababu yeye alikuwa anataka mimi niingie kwenye nguvu, kwa hiyo hawezi kunijibu hilo jibu.
Sasa sikujua mpaka leo ni nani aliyetoa ile jibu, lakini baada ya kusema Jehanamu ya moto, hiyo sauti iliyotoka, nikaanza kuinama hivi. Nilipoanza kuinama ili ananisubiria ili nimpe jibu, nikaanza kusikia ndani mwangu naanza kuugua, namna ambavyo naweza kuteseka milele, kutengana na baba wangu wa mbinguni, namna ambavyo nakosa uhuru wa kukaa na baba wangu na vitu mbalimbali. Nikaanza kusikia naugua sana. Ghafla nikainua kichwa hivi nikamwambia hapana, mimi siwezi. Nikamkatalia yule bwana. Nikaona anatoa ndani mwake vitu kama darts, kama mishale hivi ya kuchezea ule mchezo wa darts. Akana nitupie hivi, na kweli ilikuwa inanichoma kwenye mwili. Nilikuwa naichomoa kwa jina la Yesu, namtupia mpaka baadaye akakimbia. Baada ya kukimbia yule bwana akanishindwa. Basi nikaanza kujiuliza sasa. Nikakaa nikatafakari, kwa sababu ni kitu kilikuwa kigeni, kigumu, na kwa mara yangu wa kwanza kutokewa na kiumbe kama huyo ilikuwa ni jambo zito, kwa sababu nilikuwa najiuliza ni kitu gani hiki, nini hatima yake, maanake nimeingia wapi, hii ni kitu gani? Ilinipa shida sana. Na baadaye nikaanza kujiuliza, mpaka leo anakaga najiuliza, nasema huyu kiumbe mpaka leo atakuwa amewatokea watu wangapi na akawapa hizo nguvu? Na ndio maana mara nyingi sana baada ya huyo kiumbe kunitokea ushuhuda, ilipita miaka 3 nikapata tena ushuhuda, testimony nyingine kutoka serikali ya mbinguni. Ndio baadaye nikaja kugundua kwa nini shetani huyu kiumbe alinitokea. Kumbe niliandaliwa kwa ajili ya kuja kuleta impact kubwa sana duniani kwa habari ya ufalme, kama injili ambayo itakuja kumleta mfalme Yesu. Kwa hiyo nilisikujua iko kitu mapema. Kumbe alinikatizia, aliona uwezo wangu, kipawa changu cha uwezo wa kufanya vitu na maarifa nilionayo. Kumbe alitumia hiyo advantage kutaka kuweza kuzuia ule mpango wa serikali ya mbinguni. Kwa hiyo ndio nilikuja kugundua baadaye. Sasa mpaka leo anakaa najiuliza, huyu kiumbe mpaka sasa atakuwa amewatokea watu wangapi? Kwa sababu mimi kipindiko nilikuwa kabisa mtumishi wa Kipentekoste kabisa, lakini kiumbe walitokea alitaka kunipa nguvu. Sasa najiuliza mpaka leo, mpaka nikaona hata wao manabii, watumishi mbalimbali wanaotumiwa na miujiza, ishara, huwa nawaza sijui labda ndio huyo kiumbe kawatokea. Sisemi kama ni huyo kiumbe au ni shetani, ila ni akili tu yangu ndogo ya kibinadamu inaleta ile picha. Najiuliza isije kana nao wametokewa sasa ndio wanafanya hivi vitu, kwa sababu na mimi ninavyoona utakuta kuna mtu labda nabii anasema naanza kutembea, naanza kuona ndani mwako, naanza kuona historia yako ya nyuma. Na mimi ule kiumbe alikuwa aliponishika nilikuwa na huo uwezo wa kuona vitu vya nyuma, vya mbali. Nilishangaa sana. Sasa najiuliza leo huyo kiumbe amewatokea wangapi? Ndio maana nikiona hao manabii na watumishi mbalimbali huwa naumia sana, ila naamua tu kukaa kimya, kwa sababu wakati mwingine nisije nikaharibu mambo mengi na nikakosea lakini naumia tu kibinadamu, ila nawaza isije kaa na wao viumbe hao watumishi nao wametokewa na huyo kiumbe. Mpaka leo nawaza wametokewa na wangapi. Natamani nipaze sauti ili labda inawezekana nao wamekubali, sasa wanashindwa sasa kujinasua. Lakini hiko ndio kilitokea mwaka 2007. Na cha ajabu, kabla sija kusimulia jinsi maono ambayo yalinitokea mwaka 2010 kutoka serikali ya mbinguni, wakati wananiambia kuniandaa kwa ajili ya ujumbe mkubwa ambao wanakwenda kuachilia dunia, ilikuwa mwaka 2010. Nilipata na ufunuo wa kimbingu miaka 3 baada ya 2007. Nakumbuka nilipokuwa nikiwa Mwanza, maana nilitoka Mvomero nikahamia Morogoro mjini, baadaye nikaja kuhamia Mwanza. Mwaka 2015 kiumbe huyo 2015, yes, kiumbe huyo 15-16 alinitokea nikiwa nimejenga nyumba yangu ndogo kule maeneo ya Mwanza Kiseke. Ile nyumba ilikuwa ndogo ndogo. Sasa kipindi nilikuwa maisha yangu yalikuwa duni kidogo. Sasa nilikuwa sina uwezo hata kununua kitanda. Sasa nilinunua godoro, nilikuwa nalalia chini, alafu familia yangu ilikuwa nalalia kwenye kitanda, wakiwa na mtoto mdogo. Sasa nilikuwa nimelala pale chini. Yule kiumbe alikuja kunitokea, lakini kwa njia ya ndoto. Nilikuwa nimelala, yule kiumbe alikuja, alisimama nyuma yangu, nilikuwa nimelala hivi, alisimama kwenye kichwa hivi, upande wa kichwa, akaniambia, Godwin, unaona mpaka leo uko maskini. Ungekubali ile nguvu, mpaka leo ungekuwa tajiri mkubwa sana. Unaona mpaka leo uko maskini. Mimi nilikemea kwa jina la Yesu, sitaki utajiri wa udhalimu, katika jina la Yesu Kristo sitaka kukubali. Yule kiumbe akaondoka, kwa kurudi tena. Sasa nimeamua niweze kuelezea ili watu wajue historia iliyopitia kuhusu kiumbe ambaye alitaka kunipa nguvu ya ajabu.
ambayo ninahisi, sijakuwa na uhakika, ninahisi labda inawezekana kuna watumishi wengi ambao mnawasikia leo wamekuwa wakubwa, wametokewa na kiumbe huyu ambaye amewapa nguvu mbalimbali. Sina uhakika, ila ninazungumza kibinadamu, maana nisije nikamkosea baba yangu wa mbinguni, ila ninakuwa tu kibinadamu, huwa nawaza inawezekana ikawa ndio nao pia wametokewa na huyu kiumbe. Kwa hiyo naomba usikose ushuhuda mwingine. Baada ya 2007 kutokewa na huyo kiumbe wa ajabu, nilikuja tena kutokewa na serikali ya mbinguni, ilikuja kunipa ufunuo mkubwa maono makubwa juu ya injili ya ufalme ambayo ndakuja kwenda kuleta matokeo makubwa. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 2010 nikiwa sijui chochote, na ndicho kinachotokea sasa leo. Baada ya hiyo 2007 nikaja miaka mitatu mbeleni 2010 nikaja kupata maono tena kutoka serikali ya mbinguni, namna ambavyo dunia ingeweza kupata elimu ya ufalme na ikaweza kuleta matokeo makubwa sana. Naomba usikose basi shuhuda hiyo inayofuata ili uweze kupata maarifa. Naitwa Dr. Gunewe. Naomba tafadhali, kama una maswali unaweza ukaniuliza ili nikakujibu kuhusiana na ushuhuda huu. Naweza nikakusimulia mambo mengi ili uweze kwa sababu tagia hapo nilipowakatalia alipita mambo mengi, nilipata challenge, sio kwamba waliishia hapo. Nakumbuka nilikuwa Mvomero, nilipata challenge nyingi, changamoto nyingi, na kuna viumbe walikuwa nakuja na kwa ajili ya kuweza kuni attack. Na nakumbuka nilipokataa pale, kuna siku moja nilikuwa nimelala, nakumbuka nilikuwa najitambua, ila nilipozinduka hivi niliona kuna viumbe 4 walikuwa wamesimama kwenye kitanda changu. Mmoja alisimama kwenye upande huu walikuwa 4, mwingine upande ule. Walikuwa wananiambia eti nikane kile ninachokiamini, walinikazia kweli. Mimi nikakataa. Mmoja akanipiga na lungu hapa kwenye mkono wangu wa kulia, nakumbuka. Na kweli asubuhi niliamka nilikuwa nimevimba, mkono ulikuwa umevimba sana, niko huko kwa Mvomero. So nilikutana na changamoto, challenge nyingi ambazo nyingine siwezi kuzielezea kwa sababu vitu hivi vinaweza vikawatisha watu, vikawasumbua, lakini katika yetu tunashinda, na zaidi kushinda tuna ufalme mkubwa usioweza kutetemeshwa. Na mpaka leo unaweza kuona nimekuwa mjumbe wa kuelimisha au kufundisha elimu ya ufalme. Kwa hiyo kama utakuwa na maswali au unataka mambo mengi, ninaweza nikakusimulia baada ya kunipigia simu. Asante. Naitwa Dr. Gunewe. Baba mbinguni ambariki kila mmoja. Asante.